Swala la pili, sisi hatujakataa kufanya shughuli ya filamu. Sisi tumeungana na watu wa filamu, lakini ni lazima watambue kwamba kila kukicha haya mambo yanaingia katika mambo ya utandawazi. Yaani teknolojia inakuwa teknolojia kwenye haya mambo. Maana yake ni kwamba hivi vitu wao wanataka wapate faida kwa mara mbili. Moja, wanaingiza kwenye mambo ya WhatsApp na Instagram na YouTube. Kwa maana hiyo wakati fulani inaturahisishia pia na sisi kuzipata shughuli zao, lakini wakati huo huo tukiwa tumelipa. Maana huwezi download picha kama hauna bando. Uongo jamani? Kwa maana hiyo lazima kwanza uchukue vocha, ujaze, uingize, sijui ufanye nini, na taratibu hizo zote ukiwini ndio unapata picha ya msanii. Kwa maana hiyo sisi tunapenda kwa sababu wanaenda sambamba na teknolojia. Mbona, lakini pia wanapata faida. Kwa hiyo pia sisi tunapenda kuendelea kuwasupport, lakini lazima utengenezwe sasa utaratibu. Serikali ifike mahala ibadilishe na iweke sheria rafiki. Kwa sababu sheria zinazotumika ni zile sheria za mwaka 86 mpaka 95. Sasa hatuna shida, hatuoni tatizo kujishusha kwa ajili yenu. Tukaongea na waziri akatusaidia kutatua vikwazo viliopo BASATA kwa ajili ya watu wa nje ya mikoa ya Dar es Salaam. Sisi kama huwa mnapima kila kitu kinachohusu sanaa cha maana kinaanzia Dar es Salaam. Kwa nini Mwanza? Na sisi tunaitwa ni jiji la pili kwa ukubwa Tanzania baada ya Dar es Salaam. Kwa tunashawishi sasa mambo mengine yaanzie hapa baada ya Dar es Salaam, na hapa ziwepo ofisi. Kwa mfano BASATA, ukitaka kitu chochote cha BASATA lazima uende Dar es Salaam. Lazima uende KOSOTA, lazima uende Dar es Salaam. Kwa nini mikoa mingine hamna? Ukiritimba, ukitaka stika za TRA, nimemwambia kamishina siku ile, lazima uende Dar es Salaam. Kwa nini? Bodi ya filamu Dar es Salaam, kwa nini? Kama wanataka kutambua. Na mimi unajua haya mambo huwa ni vigumu sana. Wewe huwezi kwenda tu mbunge bungeni kule unaenda tu na mastori yako kwa sababu umeongea tu na mtu mmoja hivi. Huwa ni ngumu sana. Lakini mimi nataka niwahakikishie bunge la mwezi wa 9 ni bunge la miswada. Moja ya ajenda yangu nitaibeba hii ajenda ya kwenu ya watu wa filamu. Moja ya ajenda nitaibeba ajenda hii ya watu wa filamu. Na sio ajenda tu, kabla sijaenda sisi tuna utaratibu wa kutuma maswali. Haya maswali nitayatengeneza leo na yatakwenda. Yatakuwa maswali, lakini maswali yenye nguvu, lakini natengeneza hoja kwa ajili ya wasanii wa filamu, wasambazaji na wazalishaji kwa ajili ya mikoa ya kanda ya Ziwa ambayo yote inabebwa na mkoa wa Mwanza. Ni wachache sana wenye leseni. Lakini moja ya ajenda ambayo nataka tukubaliane, serikali inataka mapato kwa wingi. Tukiendelea kung'ang'ania 70,000 na 80,000, watu wote hawa hawana uwezo wa kuwa na leseni ya 80,000, si ndio? Lakini kwa sababu wako wengi, tukiwatengenezea mfumo mzuri wa leseni zao, kama mtu amefikia hatua ya duka la kiwango fulani, huyu tutamjua, okay, huyu ameshakuwa na uwezo mkubwa, leseni yake iweje. Lakini yale makundi mengi, kundi kubwa kabisa ambalo linaendana na ujasiriamali wa kati sana, ni lazima tufikirie sasa kuwa na leseni inayofanana kwenye maeneo yote yenye gharama nafuu. Sambazeni vitu ambavyo serikali inataka. Kusambaza CD ambazo hazina stamp nazo ni aibu. Unakosea uchumi wa nchi yetu. Fata zile ambazo zimesambazwa na zimeuziwa na nchi yetu ya Tanzania, ambazo tunafaidisha nyie mfaidike, serikali faidike, na nyie mpate ajira nzuri. Serikali inawapenda, serikali inawataka nyie, na inataka muimarishwe katika kila kitu. Ndio maana tumeruhusu na tumesajili kikundi ili watu wale. Mwisho nikasema kwamba wale wote wanaokuja kukamata CD ndani ya mkoa wa Mwanza wasiende bila kupitia mikono ya serikali. Lazima waripoti idara ya utamaduni kwanza kwamba sisi tumeje kukamata CD zetu. Mkurugenzi wa halmashauri ajue kwamba wapo, mkuu wa wilaya ajue, OCD ajue, chama chenu kifahamu kwamba leo tuna msako, kuna watu wanasambaza CD chafu, twende pamoja. Asije mtu toka moja kwa moja kule anakojua akaanza, hiyo hatakuwa halali.
serikali yetu na utamaduni wetu wa Mtanzania, michezo ile ya uchi nusu uchi tumeshakataa. Hatuuzi kanda za namna hiyo. Hata kwenye ngoma, kwenye mziki tumepiga marufuku. Hasa sisi wa Mwanza tumesema hata ndani ya basi unasafiri ndani ya basi, mtu anasambaza, anaweka filamu, watu wanacheza nusu uchi, tumesema tutaongea na trafiki, wataendelea kukagua gari, lakini ukamata mikanda inaonyeshwa ndani ya gari hiyo. Kwa sababu ndani ya gari kuna akina mama, kuna wazazi, kuna wazee, kuna wengine watu wa dini wasiopenda mikanda hiyo. Kwa nini mnasambaza ndani ya basi? Ndani ya basi kuna ngoma za kiutamaduni zipo za Kisukuma hapa kwetu Mwanza, za Kikelewe. Kama unashindwa basi weka nyimbo za dini, kama za dini basi hata za Kiislamu pale kaswida ziko. Basi hapa Bwana asifiwe ziko pale Lodi Mwando. Wekeni zile basi watu waangalie, waburudike, wengine wasinzie. Lakini msiwekee mikanda ya uchi. Tumeikataa kuanzia sasa na kuendelea. Na nyinyi mtusaidie, wasambazaji wa filamu. Mtusaidie. Ukiingia ndani ya gari ukaona kuna watu wanafanya vitu vibaya, wanaonyesha mikanda michafu, kule ndani kuna namba za trafiki wa kila mkoa. Piga tu simu kimya kimya kwenye gari tuliyokaa. Inaitwa gari sio baba. Niko